Ya mpenzi mtazamaji wa kipindi chako pendwa kabisa cha Tuitizamie Biblia. Biblia ni maneno ya Mungu ambayo yanatuongoza sisi wanadamu katika maisha yetu ya kila siku. Na leo niko na mchungaji hapa, atajitambulisha. Yeye anaitwa nani na anafanya kazi ya Mungu katika eneo gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni mtumishi wa Mungu Pastor na Apostle Goodluck wa Yesu kutoka Moshi, Kilimanjaro, kwa kanisa la Iwe Nuru na Uzima lililoko Moshi mjini. Kwa tunakaribisha sana. Amen. Mchungaji, mimi niko na swali kwanza hapa kabla hatujaendelea na mambo mengine. Mara nyingi Wakristo ambao wanazaliwa kwenye Ukristo wanakutana na hii sala ambayo Wakristo wengi walikuwa wakisali. Wanasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hii inatokana na nini, ama hii inasaidia nini? Sawa. Moja ya sala yetu ya Baba yetu uliye mbinguni ni kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wanataka kusali kama Yohana alikuwa anafundisha kusali. Wanafunzi wa Yohana walikuwa wanafundishwa na Yohana kusali. Na Yesu sasa na wanafunzi wa Yesu wanataka naye Yesu awafundishe wanafunzi wake namna ya kusali. Sasa hapo ndo Yesu akaanza kusema sala hii, yani Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wale waliotukosea, usitutie majaribuni bali tuokoe na yule mwovu. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba moja ya nguvu ya ili lilipatikana kwenye hicho kipindi cha wanafunzi wa Yesu wanapotaka kufanya ibada kama wanafunzi wa Yohana. Hebu turudi nyuma kidogo. Sasa nataka tuangalie siku ya kwanza ya uumbaji wa Mungu. Biblia inasema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ikiwa tena utupu. Akasema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa swali langu, kwa nini sasa tunasema Baba yetu uliye mbinguni? Tuna uhakika upi wa kwamba Mungu yuko mbinguni na sio duniani? Tuna uhakika gani kama Mungu tunavyosali, yani kwamba Baba yetu uliye mbinguni? Hapa anasema uso wa Mungu ulitua juu ya vilindi vya maji, kwa maana hii dunia ilikuwa haina kitu. Ukiwa na utupu. Ukiwa na utupu. Swali lako ni pana sana na inaweza likawa na vipengele vingi sana kama lile tulilotoka mwanzo. Kwa sababu swali tulilotoka mwanzo na vipengele kama 14 kulijibu. Tuna uhakika Mungu yuko mbinguni kwa sababu naweza nikasema wewe unajua ni nani aliyekuumba? Ni Mungu. Lakini hujui yuko wapi. Hujui yuko wapi. Ila wewe unajua Mungu amekuumba. Mungu yupo. Basi kama Mungu yupo, ndivyo ilivyo katika Biblia. Mungu yuko mbinguni. Na kwa mujibu wa Biblia, mbinguni ni juu. Mbinguni ni juu. Yes. Hata wale wote waliopaa wanasema ni juu. Sasa ni juu ya kichwa chako, ni juu ya anga, ni juu ya mbingu za mbingu, au juu zaidi ya anga, lakini nasema mbinguni ni wapi? Ni juu. Sasa Mungu akiwa na kamati yake tendaji ya utekelezaji wa nchi au dunia, ndio hapo kaanza kusema unaposikia roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Ukienda mbele utagundua kwamba kila kilichokuwa kina neno hapa, roho wa Mungu alihusika kabla hajakuwepo. Roho wa Mungu alikuwepo. Nikitumia nisome kwa. Nasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hakuna utendaji kazi wowote ulikuwa umefanyika kabla roho ya Mungu hajatua ndani ya uso wa vilindi vya maji. Kwa maandiko yanasema ametulia. Kutulia maana yake ni kutokufanya chochote. Ametulia akitazama agizo la kutoka kwa baba yake ili ayatende mapenzi ya baba yake.
Kwa Roho Mungu alipotulia, sasa ndo anaanza kufanya utendaji. Kwa hiyo jibu lako nimekujibu kwamba Mungu yuko juu. Mungu yuko. Mtazamaji, nafikiri umesikia jibu la mtumishi wa Mungu. Kama una jibu lingine lolote lile ambalo unaona kwa namna moja ama nyingine jibu la mtumishi bado lina ukakasi ama utata, dondosha komenti yako hapo chini na utuambie kama umeridhishwa ama umepata jibu sahihi. Tunaamini kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6. Ndio. Siku ya 7 akapumzika, hakufanya kazi yoyote na akastarehe. Ndio. Kwa sababu siku 6 alikuwa amekwisha maliza kila kitu. Ndio. Siku hiyo ndiyo siku ya Sabato. Ndio. Ambayo wa madhehebu mengi wanafanya siku ya 7 ya kupumzika kwa Mungu ndio siku ya ibada. Tukiangalia hata Waislamu wanaabudu Ijumaa. Ndio. Tukiangalia wa Sabato wanaabudu Jumamosi. Ndio. Lakini madhehebu mengine ya Kikristo yanaabudu Jumapili. Ndio. Sasa hii siku ni siku gani rasmi ya Mungu alipumzika? Wenzetu wanatumia Jumapili, alafu kwa nini wanatumia Jumamosi kama siku ya ibada? Alafu kwa nini wanatumia Ijumaa kama siku ya ibada? Kibiblia, katika historia ya Agano la Kale, Waibrania ndio walianzisha siku ya 7. Na siku ya 7 kwao ni Jumamosi. Hii ni kalenda ya Waibrania. Lakini kalenda ya Kiislamu inaonyesha siku ya 7 ni siku ya Ijumaa. Ijumaa, ndio. Lakini Jumapili kwa nini ikatajwa siku ya Jumapili? Kwa sababu Wakristo kama vile wa Roman na KKT na madhehebu mengine na Pentecost pia wanaamini siku ya Jumapili, na sio wanaamini tu, siku ya Jumapili ndio Yesu alipozaliwa. Yes. Kwa hiyo wenyewe wamefanya siku ya ibada kwa sababu ya mfalme kazaliwa. Kwa sawa, inaweza kaa ni siku ya 7 ni Jumamosi, ni sahihi. Lakini siku Yesu alizaliwa, wao ndio lizaliwa kanisa. Kwa kama lizaliwa kanisa siku ya Jumapili, na ndio siku ya kufanya ibada rasmi. Ndio siku ya kufanya ibada rasmi. Ndio maana wanapishana hapo. Kwa nini wanapishana hapo? Kwa sababu hawa wanamfuata Kristo na hawa wanafuata kalenda. Kwa sababu siku ya Kristo kuja, wenyewe akaingia kwenye mfumo wa kalenda pale. Kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 20 utaona ni kwa sababu gani ibada ilifanyika Jumamosi. Kwa sababu gani? Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8 inasema, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Na siku ya Sabato ni Ijumaa na ni Jumamosi kutokana na kalenda yao. Amen. Sasa nadhani kuna sehemu ya swali nitakuwa nimekondola, lakini siku ya Jumapili nimekuambia ni siku ya pekee ambayo Yesu alizaliwa. Siku ya kwanza ya kwao ya juma. Mpenzi mtazamaji wangu, nafikiri bado tupo katika sehemu ile ya kwanza ya sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Bado tupo tunaiangazia Biblia. Kama una swali lolote ama una majibu tofauti na haya ambayo umeyapata kwa siku hii ya leo, dondosha hapo comment yako kwenye comment section, tutakujibu. Lakini pia kama una shida yoyote ya maombi na maombezi, mtumishi wa Mungu yupo kwa ajili yako. Chukua namba zake hapo, utampigia na utapata maombi na maombezi na utapata huduma yoyote ile ya kiuchungaji, iwe nyumbani kwako, iwe ofisini na sehemu nyingine. Lakini pia nikushauri, kama umependa kipindi chetu, ili kipindi kiweze kuendelea, usahau kusubscribe, comment, kushare na kulike ili tuwafikie watu wengi zaidi. Karibu tena, na bado tupo na wewe. Asante.